Yesu alishinda maadui, lazima mimi na wewe tuwashinde maadui. Kama Yesu alikufa ili tupone, wewe na uhakika lazima na upone. Kama Yesu alimshinda shetani, wewe na uhakika lazima tumshinde shetani. Sema fire. Nikasema kwa karne hii watu wanaosema tumeokoka wamejazwa upumbavu, kwamba eti ukiokoka hata ukitembea viatu vimetoboka, huo ndio utakatifu. Unatembea huna suti imetoboka, suruali viraka, huo ndio utakatifu. Eti mtu aliyeokoka haruhusiwi kuendesha gari, eti mtu aliyeokoka anaruhusiwa kukaa ovyo ovyo. Sikiliza, waliookoka ndio wanaruhusiwa kufaa vizuri, wanaruhusiwa kuishi vizuri, kujenga nyumba vizuri, kuwa na afya njema. Sema nakataa ulokole uliopitwa na wakati. Eti wengine wanifundishwa eti kuokoka tunamngoja Yesu. Eti Yesu atakuja uwanjani, eti Yesu atanipa chakula. Hakuna. Ukishaokoka, kwanza kuokoka ni vita, na sio vita ndogo, ni gharama. Ukishaokoka lazima utapigwa vita, lazima utasemwa, lazima utakataliwa, lazima utatengwa, lazima watakusema watakavyokusema. Kwa nini unatengwa? Kwa nini unakataliwa? Kwa nini unachafuliwa? Uliye naye ana nguvu kuliko mashujaa wote. Na kwa nini pia unapigwa vita? Unapigwa vita kwa sababu ulichonacho kinawatisha maadui. Ulichonacho kinawatisha maadui. Hakuna mtu anayepigwa vita bure. Ukiona tu unapigwa vita, kuna kitu unacho. Haupigwi vita bure. Sasa Farao anang'ang'ania, anamwambia Musa, na waruhusu muende, ila acheni ng'ombe, acheni mbuzi, acheni kuku, acheni vitu vyote, chukueni watoto, nendeni mkamtumikie Bwana. Nikasema jana, shetani kwa lugha ya sasa anasema na waruhusu mwende kanisani, mkawe wa Kristo, mkapige pambio, mkanene kwa lugha, lakini uchumi msiondoke navyo. Nikasema kwenye hili kongamano miezi 6 ijayo, hatutamwachia shetani mifugo yetu, hatutamwachia baraka zetu, hatutaachia kazi zetu, hatutaachia miezi 6 ijayo tunasafiri na vitu vyetu. Sema nasafiri na vitu vyangu. Guse mwenzako, mwambie safiri na chako. Mbona mgusi, mwambie safiri na chako. Sema shetani sikuachi ng'ombe. Nitashika ng'ombe, nitakamua ng'ombe wa maziwa, nitauza maziwa. Sema shetani nitafuga kuku. Yaani nitakuwa mfanyabiashara mkubwa ambaye watu wanakuja kununua kuku kwangu, wa kuku wa mayai, kuku wa kisasa. Shetani sema shetani sema Farao sema Farao, kama nimekubali kuokoka, na watoto napata, na nyumba napata, na afya napata. Musa anamwambia Farao, hata ukwato wa ng'ombe hatutaacha. Maana kule kanisani tunakoenda kuabudu, Mungu anaweza akataka mic, Mungu anaweza akataka speaker, Mungu anaweza akataka kitu fulani, na hatuna. Kwa hiyo Farao, kama tunaokoka na vitu vyetu. Nataka kanisa la Alfa na Omega na aliyekuja hapa, kuna upako utatembea na wewe na vitu vitakufuata. Mguse mwenzako, mwambie I say. Sio kwamba tu unaokoka kimwili. Kama Biblia inaniambia Mungu ndiye mhubiri, barabara zake ni dhahabu mpaka toilet. Sio kama kuna toilet kule. Kama Mungu ndiye mhubiri, ni tajiri, lazima alivyo baba ndivyo mtoto alivyo Yesu wetu ndivyo tulivyo. Na kama Yesu alishinda wachawi, wewe na uhakika nani? Sikiliza hapa, hakuna mchawi atakohoa miezi 6 ijayo. Narudia, hakuna mchawi atakohoa. Yaani ukitoka hapa, hakuna mchawi atakohoa kuanzia leo mpaka mwezi wa 12 kongamano lijalo. Kongamano lijalo mtarudi hapa mkiwa na afya, na utarudi hapo ukiwa bado una mume wako, mke wako, watoto wako. Na kama mume wako anafanya kazi, mwezi wa 12 utarudi hapa akiwa na kazi na amepanda level. Kama mtoto wako anashika namba 1 shuleni, na kataa asishuke, ashike hapo. Angalia mtu amekaa ni miezi 6 ya kusafiri, ni miezi 6 ya kusafiri. Mwambie Farao, sema Farao,
Miezi 6. Tuko mwezi wangapi sasa hivi? Kumbuka hili kongamano ni kuweka miezi 6 wakifu. Mwezi wangapi? Wasema mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12. Hapa katikati naweka wakifu. Nakataa uzizike mme, nakataa uzizike mtoto. Na ayangu, angalia kuna mtu amekaa pe. Mtoto wako kama yuko shuleni na ashiki namba 1, natamka safari ya miezi 6 apande level, awe 10 bora darasani. Sema fire. Sema fire. Mguse mwenzako mwambie Farah ataachia vitu vyangu. Nikasema jana, kataa vitu vitatu kwenye maisha. Namba 1, kataa umasikini. Umasikini ni kitu kibaya. Mguse mwenzako, umasikini ni kitu kibaya. Mguse basi, mguse kwenye bega, mwambie wewe, kongamano hili tunakataa umasikini. Kauli mbiu tunakataa. Kauli mbiu kwenye madhabahu yangu ni vitu vingapi? Namba 1, Yesu moyoni. Sema Yesu moyoni. Namba 2, akili kichwani, sio akili ya mandazi. Namba 3, pochi mfukoni. Ukiwa na vitu vingapi, hata jirani asipokusalimia wewe songa mbele, tembea kifua mbele. Hata mdogo wako asipokutambua wewe songa mbele. Yaani unaye Yesu moyoni, akili unazo za kutosha, alafu pesa inaongea. Wasikusalimia, achana nao, watajileta wenyewe. Angalia mtu anakaa pe, natamka Bwana afanye kitu. Hebu Biblia sema akili kichwani, sio akili ya mandazi, si akili ya kuwaza hapa chini, akili ya kuona mbali, akili ya kuona mbali, akili ya kuona mbali, akili ya kumiliki mashamba, akili ya kumiliki viwanja, akili ya kumiliki maduka, akili ya kumiliki ufugaji, akili ya kumiliki ng'ombe wa maziwa. Akili sio akili ya kitoto, ni akili ya kupanga watoto wasome vyuo vikuu, ni akili ya kuandaa watoto waende level ya baraka. Robo shakaria masanda. Haya maneno itakuwa maneno. Ninaona mtu atapaa angani na uzao wake. Hata mtu asipokusalimia, hakikisha una mambo mangapi? Namba 1, akili. Namba 2, Yesu moyoni. Ili wakipambana na wewe wasipambane na wewe, wakutane na shujaa wa msalaba akikulinda. Namba 3, uwe na pochi mfukoni. Wakikohoa wanaume na unakohoa, wakikohoa wanawake na unakohoa, wakikohoa kwenye mbesi na unasema nami nimo, wakikohoa ndani ya sherehe unasema nami nimo, wakija wanaokunywa kahawa kijiwe na unatoka sema nipe kahawa pale, unakohoa, wakikohoa wenye nyumba na unakohoa, wakikohoa hata kama bado una gari waambie bado afya itasema nimebarikiwa. Rabobo shakaria masanda. Guse mwenzako mwambie nenda level ya baraka. Mwambie nenda level ya baraka. Nikasema jana, heshima ya mwanaume aina yoyote. Sio kuna wanaosema mke wangu hanipendi, hanipi heshima, haniheshimu. Utaheshimiwa na nini? Una nini uheshimiwe? Una nini? Una nini? Mke wangu anipe heshima. Nikasema jana, wale wanaofuga ndevu, kufuga ndevu una pesa ni uchafu. Ni uchafu. Mke wangu anipendi. Heshima ya mwanaume ni kuacha kodi ya asubuhi mezani. Heshima ya mwanaume, mama akisema baba nywele shingapi? 30. Sina hiyo lakini chukua 65. Asante. Sauti inabadilika. Sauti na change. Imefika mahali kanisa la watu waliosema wanaokoka mpaka mama mko anamdharau mtu akisema anaokoka. Why? Akiokoka anakuwa ovyo. Lakini kwa heshima niliyopewa na Mungu na heshima hii madhabahu, ifike mahali mtu akisikia umeokoka anakupigia respect. Mama mko akuheshimu, baba mko akuheshimu, maana uliye naye kwa heshima.